أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابته البررة المتقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نفقا في الدين، والحقنا بالصالحين. افتح علينا بالحق فأنت خير الفاتحين. اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب بحبك ما نحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني, katika darsa ambayo kwamba iliyopita tulijaribu kugusia baadhi ya taasisi kubwa ambazo kwamba zina ufadhili na kupromoti wahabi ulimwenguni, lakini pia tukataja baadhi ya taasisi na baadhi ya watu hapa kwetu nchini ambao kwamba wenye wakala waliopewa wakala wa kufanya kazi hiyo. Katika darsa ya leo tutataja listi ya zaidi ya mashekhe wa kisalaf takriban 100. Takriban listi ya watu 100 ambao kwamba hao wote ni mashekhe na viongozi wa kiwahabi. Lengo la darsa kama hii ni kuwatahadharisha wale watu, hasa talabatul ilmi, kwa sababu mara nyingine unakuta kuna baadhi ya talabatul ilmi wanaingia katika uwahabi kupitia kusoma hivi vitabu pasi na kutambua. Mtu anakuwa anasoma kitabu cha muwahabi lakini hajui kwamba hiki kitabu ni cha muwahabi. Anakuwa anamfuatilia mwanazuoni, anaona ni alim tu wa kawaida, kumbe ni alim wa kiwahabi. Kisha baada yake anakuja anaingia katika uwahabi kwa sababu hiyo ya kusoma vitabu pasi na kutambua. Kwa hivyo tunaweka durusi kama hizi kwa ajili ya kuwatahadharisha Waislamu na kwa ajili ya kuwatahadharisha talabatul ilmi, kwa sababu hawa tunawazungumzia ni watu ambao kwamba wamechunga vitabu, wengine bado wako hai wanaendelea kuandika vitabu. Sasa kuna baadhi ya watu wanasoma wanaona mwanazuoni ya kawaida tu, kumbe ndio yomvuta hivyo anamuingiza katika shimo. Kwa hivyo bayanati kama hizi zina umuhimu mkubwa sana katika nyanja hizi ambazo kwamba tunazoenda nazo. Asema al-Imam hafidhahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bih, kurasa wa 141. Mulhaqun, hii ni nyongeza. Qa'imatun, hii ni listi bi asma'i a'immati al-mujassima, yenye majina ya maimamu wa mujassima wal mushabbiha na mushabbiha wal wahabiyya na mawahabi, wa baadhi al-ashkhas al-mu'asirin, na baadhi ya watu ambao kwamba tuko nao katika zama hizi, alladhina ambao kwamba ya'taniquna al-fikra al-wahabiyya as-salafi, walobeba fikra hizi za kisalafi za kiwahabi, wala yaqtadi dhalika, wala hilo halipelekei at-ta'na bi shakhsihim, kwa crash wenyewe kama wenyewe. Yani tunapotaja listi ya hawa mashekhe wa kiwahabi au mujassima, haimaanishi kwamba tunawacrash wao kama wao, la, si tunachokizungumzia ni manhaji yao, si wao kama watu. Wa kwanza katika maimamu mujassima ni Muqatil ibn Sulaiman, ameanza kuanzia karne ya pili. Muqatil ibn Sulaiman tuwafia sana 150. Muqatil ibn Sulaiman amekufa mwaka 150. Ni katika maimamu mujassima ambao kwamba wanachukua kanuni na kawaidi zao kutoka kwao. Mujassimun mashhurun, huyu ni mujassim mashhur, kama yajidu dhalika, kama atakavyopata hilo man yatatabba'u tarjamatahu, yule mtu mwenye kufuatilia historia yake. Wa pili, Hamad bin Salama al-Basri, ni Hamad bin Salama al-Basri ambaye kwamba amekufa mwaka 167. Rawi ahaditha kathira, mpokezi wa hadithi nyingi, fi tashbihi wa tajsim, zenye kumfanisha Mwenyezi Mungu na viumbe wake na kumfanya Mwenyezi Mungu kuwa ni mwili. Huyu ni katika ruwati wa hadithi ambao kwamba wamepokea mahadithi mingi maovu
yenye uozo wa itikadi mbovu kama hizi, na huyu mtu mwenyewe riwaya zake zina matatizo. Watatu ni Nuaym bin Hammad al-Khuzai. Nuaym bin Hammad al-Khuzai mzaliwa mwaka 146 akafa 228. Lahu aqwalun wa ahadithu, ana aqwali zake, ana kauli nyingi na ana hadithi. Rawaha, amesipokea fi tajsim, katika masala ya tajsim. Wanne ni Uthman bin Said ad-Darimi, amekufa mwaka 280 hijiria, sahibu kitabi ar-Radd ala al-Jahmiyya wa kitabi ar-Radd ala Bishr al-Mirisi. Na Uthman bin Said ad-Darimi huyu sio al-Imam ad-Darimi yule mwenye muhaddithi, yule mwenye kitabu cha hadithi, huyu si. Ili ni mmoja katika majamaa mujassima wakubwa ambao kwamba Ibn Taymiyyah yanqulu anhum. Ibn Taymiyyah amenukulu kutoka kwake fikra na aqwali nyingi. Ukisoma katika Bayan Talbis al-Jahmiyya, ukisoma katika kitabu cha Ibn Qayyim al-Jawziyya Ijtima'u al-Juyush al-Islamiyya, utakuta ana visifu vitabu hivi viwili, na anaeleza kwamba alikuwa Ibn Taymiyyah akiwahusia sana talabatul ilmi kusoma vitabu hivi viwili. Ndani yake kuna mambo shirkiyat, kufriyat nyingi. Hata yale maneno Ibn Taymiyyah anayosema kwamba walau qad shaa Allahu lastaqarra ala dhahri ba'udatin fastaqallat bih, lau Allah angelitaka angeketi katika ubao wa mbu, ambapo kwamba ni maneno ya ukafiri 100%. Maneno haya amenukulu kutoka huyo Uthman bin Said ad-Darimi. Watano ni Ibn Abi Asim. Toba tutatia taaliki kidogo tu, kwa sababu tukisema tutie taaliki kila mmoja tawafahamu. Toba tukisema kila mmoja tukimtaja tumtilie taaliki inavyotakana tachukua muda mrefu, tatia taalikat fupi tu. Watano ni Ibn Abi Asim, Abu Bakar Ahmad ibn Amr ibn Asim al-Shaybani, amekufa mwaka 287. Lahu kitabu sunna. Ibn Abi Asim maarufu ana kitabu kinaitwa kitabu sunna. Yake kuna hadithi mbovu chungu mzima za maitikadi yao maovu haya yenye kupingana na Qur'an. Sita, Abdullah ibn Ahmad bin Hanbal, mwana wa Ahmad bin Hanbal huyu. Na acho ni kiumbe kingine hiki. Kimekufa mwaka 290. Lahu kitabu sunna na kitabu sunna. Yani hao jamaa wandawazimu kweli kweli. Yani kitabu kina jina zuri, kitabu sunna. Lakini angalia ukifungua kwenye kitabu makorokoro utakayokuta hapo sasa. Katika hili kitabu lake analiita kitabu sunna, asema suila Abu Abdullah, akusudia babake Ahmad bin Hanbal. Aliulizwa Abu Abdullah, yani Ahmad bin Hanbal, hal yujaru rajulu ala bughdhi Abi Hanifa? Kwa sababu kuna mlango maalum kabisa babu bughdhi Abi Hanifa. Ndio sunna anayokusudia hiyo. Je, hiyo ndio sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kuna mlango hasa, mlango kumshukia Abu Hanifa. Asema hal yujaru rajulu ala bughdhi Abi Hanifa? Je, mtu yalipo ujira, yalipo thawabu kwa kumchukia Abu Hanifa? Qala naam. Asema Ahmad bin Hanbal, asema ndio. Kiumbe cha Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Saba, Ibn Khuzaimah, Abu Bakar Muhammad bin Ishaq ibn Khuzaimah, amekufa mwaka 311. Lahu kitabu at-Tauhid wa ithbatu sifati Rabb, katika vitabu vya Mujassima. 8, Al-Khallal, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Harun Al-Khallal, amekufa mwaka 311. Lahu kitabu sunna aidan. Vitabu majina mazuri, kitabu sunna, kitabu sunna, sunna. 9, Ibn Abi Daud, mwana wa Abu Daud al-Muhaddith, Abu Bakar Abdullah ibn Abu Daud Suleiman al-Sajistani, kufa mwaka 316. Lahu qasidatun fi at-tashbih wa at-tajsim, ana qasida amechunga katika tashbih na tajsim, madhkuratun fi kitab al-Uluwi lidh-Dhahabi, imetajwa katika kitabu al-Uluwi cha al-Dhahabi kurasa 503. Wa kana nasibiyan mashhuran, huyo alikuwa ni adui wa ahlul bait mashhur bidhalika, alikuwa ni mashhur kwa hilo. Na hii kasida yake nafikiri maarufu sasa hivi, Mujassima walichapa nafikiri na wameisherehesha fi madhkur. 10, Al-Barbahari, kiumbe kingine nacho hicho, mujassim kubwa, le jitu lenye itikadi za kishirikina na kikafiri za kupwa na kuja. Barbahari wenye muita Sheikhul Islam, Sheikhul Islamihim taban, Abu Muhammad al-Hasan bin Ali ibn Khalaf al-Barbahari, Sheikhul Hanabila wa Baghdad, alikuwa ndo Sheikh wa Hanabila huko Baghdad. Amekufa mwaka 329. Lahu kitabu Sharh Sunna, na kitabu chake kiita Sharh Sunna. 11, Al-Ajurri, Abu Bakar Muhammad bin Hassan Al-Ajurri, amekufa mwaka 360. Lahu kitabu Ash-Sharia fi Sunna, Al-Ajurri maruf. 12, Ibn Battah,
ambaye kwamba ndio anazingatiwa kama ndo muassis wa aqida ile ya utatu, uluhiyya, rububiyya, asma wa sifat, ambayo kwamba ilikuja kuhaririwa na Ibn Taymiyyah. Abu Abdullah Ubaidullah ibn Muhammad ibn Battah al-Ukbari au al-Ukburi, mekufa mwaka 387. Lahu kitabu al-Ibana, na kitabu chake akiita al-Ibana, si Ibana ila Abu al-Hasan. Wa huwa min jumlati al-kadhabin, yani katika jumla ya majitu marongo, wal mujassima al-mashhurin, mujassima ambao ni mashuhuri. Tarjamatuhu fi kitab al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani Lisan al-Mizan, tarjama yake utapata katika kitabu cha al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani kinaitwa Lisan al-Mizan. 13 Ibn Manda, Muhammad bin Ishaq ibn Manda, lahu kitabu at-Tawhid, muhaddith wa kitajsimi, mujassim kabir, ana kitabu akiita kitabu at-Tawhid wa kitabu al-Iman wa kitabu as-Sifat. 14 Al-Lalkai, Hibatullah ibn al-Hasan bin Mansur Al-Lalkai. Lalkai pia ni katika maimamu wa tajsim, dhallun mudhillun, huyu ni mpotevu aliyopoteza watu. Lahu kitabu sharh usul i'tiqadi ahli sunnah wal jamaa. Ndipo pale tunapoambia watu katika durusi kwamba harakati hizi za tajsim na harakati za maitikadi maovu haya ambayo kwamba waliokuja kupinga itikadi za Uislamu hayajaanza juzi wala jana. Hivyo usighurike kwamba huyu mtu wa karne ya pili. La. Katika sheria au katika Uislamu hatuangalii kwa maneno haya amesema mtu wa karne ya pili au wa karne 22. La, tunaangalia maneno yalosemwa yaendana na itikadi iliyo katika Qur'ani, au wa karne ya kwanza au wa karne ya mwisho. Wa karne ya mwisho maneno yake ikiwa mazuri tutachukua ala ras wal ain. Mtu akiwa karne ya kwanza akisema maneno ya hovyo kama hawa wazee, tutatupa katika debele taka tu, wala hatujali. Wa 15 At-Talamanki, Abu Umar Ahmad bin Muhammad bin Abdullah At-Talamanki, mekufa mwaka 429. Lahu kitabu al-Usul ila ma'rifati al-usul. ذكر الذهبي في سير النبلاء، مساج الذهبي katika kitabu chake Siyar A'lam an-Nubala, anna lahu kitaban fi sunnah, ameandika kitabu katika sunna. Kwa hivyo tunaposema sunna maana yake wanakusudia itikadi zao za tajsim fi ithbat al-jambi lillahi ta'ala, katika kumthibitisha Mwenyezi Mungu bafu. Angalia maitikadi ya hovyo wazee wasiokuwa na haya. Kwa hivyo msighurike kwamba usi karne ngapi. Ikiwa ni zee la hovyo, ni zee la hovyo tu, hata kama likiwa katika karne ya kwanza, chupa kwenye debe la taka. 16 Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Hanbali, Abu Ya'la Al-Hanbali na katika wazee wa hovyo. Muhammad bin Hasan bin Al-Farra Al-Baghdadi Al-Hanbali, makufa mwaka 458. Lahu kitabu Ibtalu Ta'wil, ana kitabu kinaitwa Ibtalu Ta'wil, ata fihi bikulli ajib, ameleta ndani yake kila mambo ya ajabu katika itikadi zao. 17 Abu Ismail al-Ansari, Abu Ismail Abdullah ibn Muhammad bin Matta al-Ansari al-Harawi, mekufa mwaka 481 afwan. Sahibu kitabu Dhammi al-Kalami Ahli, mwenye kitabu Dhammu al-Kalami Ahli, wa kitabu as-Sifat na kitabu as-Sifat. Abu Ismail al-Ansari huyu ni katika watu ambao kwamba Ibn Taymiyyah kana yanqulu anhum, Ibn Taymiyyah alikuwa ananukulu kutoka kwao itikadi zake zile za hovyo. 18 Ibn Qudama al-Maqdisi, ni Ibn Qudama al-Maqdisi, Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudama al-Maqdisi ad-Dimashqi al-Hanbali, amekufa mwaka 620. Lahu kitabu Dhammu at-Ta'wil, ana kitabu Dhammu at-Ta'wil wal Ulu, ana kitabu al-Ulu. 19 Ibn Taymiyyah, kubwa la wazee wa hovyo, mwenyekiti wa wazee wa hovyo Ibn Taymiyyah. Ahmad ibn Abdul Halim bin Taymiyyah al-Harrani, amekufa mwaka 728. Lahu kitabu at-Ta'sis fi ar-Radd ala asas at-Taqdis, وله كتاب منهاج السنة. التأسيس في الرد على أساس التقديس. Mara nyingine naambia watu ukitaka kuelewa itikadi za tajsim za Ibn Taymiyyah, na haya pia naambia baadhi ya vijana wa kisufi wa hovyo ambao kwamba walikuwa wakijifanya kuturadi katika mambo ambao kwamba wasiokuwa na ilmu, hawajui wao wala wazee wao. At-Ta'sis fi ar-Radd ala asas at-Taqdis, soma kitabu hiki utaelewa vyema kabisa i'tiqadi mbovu ambazo kwamba kana ya'taniqu Ibn Taymiyyah. Vile vile Minhaju Sunna, ambao kwamba Maulana al-Imam asema hiki hasatan inabidi kiitwa Minhaju al-Bid'a, sio Minhaju Sunna, Minhaju al-Bid'a وغير dhalik, na vingine visivyokuwa hivyo. Wa huwa muqa'idul madhhab, ndiye alaweka kanuni za madhhabi ya tajsimi haya. Wa muassisuhu, ndo aloyasisi. Wa muratibuhu, na ndiye aliyaratibu liman ba'dahu, kwa wale waliokuja baada yake. 20
Ibn Qayyim al-Jawziyya له كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. أنا كتاب كنيته الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ابن قيم الجوزية معروف. وكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، ولله الحمد هي كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية رد عليه سماحة الإمام حسن أمكردي أمكفانية نقض نقطة تشوت أتى فيهما بأنواع التشبيه والتجسيم، ملeta ndani yake sampuli za tajsim na tajsimi na tajsim. 21 Ibn Sheikh al-Hazamain Imaduddin Ahmad ibn Ibrahim al-Wasiti al-mulaqab ibn Sheikh al-Hazamain, amekufa mwaka 711. له كتاب التذكرة والاعتبار، أنا كتاب التذكرة والاعتبار دفاع عن ابن تيمية، بشكل كتاب alikiandika kumtetea Ibn Taymiyyah. وله رسالة النصيحة، أنا كتاب كنيته النصيحة. 21 ابن عبد الهادي محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي تلميذ ابن تيمية mwanafunzi ابن تيمية، له كتاب الصارم المنكي في الرد على السبكي، أنا كتاب kinaitwa الصارم المنكي. Ibara yenyewe hii الصارم المنكي، المنكي makosa, hakuna katika lugha neno anka la rubai, la kuna naka ana naka. Soma katika kamusi zote hakuna anka, kuna naka na nakaa bas. Allah subhanahu wa ta'ala alipofusha macho yake kama alivyopofusha moyo wake, hata akashindwa kuona kosa kama hilo. 23 Ibn Abi al-Izz al-Hanafi معروف علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الأذرعي الصالحي، له كتاب شرح العقيدة الطحاوية، أنا كتاب كنيته شرح العقيدة الطحاوية، عنده شرح العقيدة الطحاوية بكم المعروف. احذروا من هذا الكتاب، كتاب هيك شرح العقيدة الطحاوية، ukikipitia utaona ni talkhis, ni ufupisho tu wa ibara za Ibn Taymiyyah katika vitabu vyake. Asema wa hadha sharhu, na sharhi ya Ibn Abi al-Izz ambako bado maarufu leo kwa madukani na baadhi ya watu masufi waitumia sharhi. Ihdharu min hadha alkitab. Wa hadha sharh na sharhi ya Tahawiyya Ibn Abi al-Izz ibaratun an afkar Ibn Taymiyyah, ni ibaratu za fikra za Ibn Taymiyyah min kitabi amskama yusoka katika kitabu chake Minhaj as-Sunnah وموافقة صريح المعقول صحيح المنقول، لخصها ابن أبي العز، أمسفوبيشة تشوبنا هو ابن أبي العز وجعلها شرحا للطحاوية، نكسفان يكون له شرح على قاعدة الطحاوية. ولذلك نكسبه نجد الوهابية والسلفية المعاصرين tunawapata masalafi na mawahabi wa kisasa toba الكتابه ومن كتابه كتابه باهتمام بالغ، kwa muhimu wa hali ya juu. Wanasharuhu na wakakisambaza fi kafati anhai dunia, katika pembe zote za dunia. Bal qamu bitarjamatihi, bali wamekifasiri ila baadhi lughat al-ukhra, katika lugha nyingine. وقد بين الحافظ ابن حجر العسقلاني، أبينيش الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه كتاب شاك إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ جلد وبيلي صحيفة سنة 7 أن الحنفية حقيقة ما حنفي أنكروا على ابن أبي العز، walimkemea Ibn Abi al-Izz wakamradi wakamkataa fi asri, katika zama zake. Hivyo huyu nusiba ila al-Hanafiyyati khata'an. 24 kana mujassiman taban. Ibn al-Wazir Muhammad ibn Ibrahim al-Wazir al-Yamani tasharraba afkar Ibn Taymiyyah, alikunywa fikra za Ibn Taymiyyah. له كتاب العواصم، أنا كتاب العواصم، وكتابنا أنا كتاب الروض الباسم في الذب السنة بالقاسم وغير ذلك، بنجي في سوق وهيفو وغير ذلك. وذكر الشيخ الكوثري، أنا متاج الإمام الكوثري محمد زاهد الكوثري مجدده علامة كبير كان رحمه الله تعالى، أن هذا الرجل يقوم بمتهوي ابن الوزير هو أول من ابتدأ بإفساد مذهب العترة، ndio mtu mwanzo alianza kuharibu madhhab ya Itra, kizazi cha mtume Ahlul Bait Zaidia fil Yaman, katika nchi ya Yaman. Tumetoka katika zama za mwanzo, tunakuja katika zama zilizofuatia za Muhammad ibn Abdul Wahhab. Asr Muhammad ibn Abdul Wahhab, zama za Muhammad ibn Abdul Wahhab wa man jaa ba'dahu, na waliokuja baada yake. Listi inaanza inaendelea taban. 25 Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi alokufa mwaka 1206
وهو مؤسس الدعوة الوهابية المعروفة اليوم. ndio muasisi wa da'wa ya mawahabi ambao ni mashuhuri hivi sasa. Lahu kutubun adida, ana vijitabu vingi, mithlu kashfi shubuhat, mfano kijitabu hiki kashfu shubuhat, wa kitabu mufidi almustafidi fi kufri tariki at-tauhid, kijitabu chake hicho, wa ghairu dhalik. 26 Shawkani lahu kitab الرسائل السلفية, أنا كتاب الرسائل السلفية وتفسير فتح القدير وتفسير فتح القدير وغير ذلك. وشوكاني alikuwa mwanzoni mzaidi, kisha akapinda akaacha njia sawa akaingia katika madhhabu ya Wahabi. Shawkani maarufu, la taghtaru bih. 27 Ibn al-Alusi, na pia nafikiri sharh ya Bulugh al-Maram. Ibn al-Alusi mwana wa al-Alusi, Nu'man ibn al-Mufassir Mahmud Shukri al-Alusi. Nu'man mwana mufassir Mahmud Shukri al-Alusi, mtoto wa Imam al-Alusi mwenye tafsiri Ruhul Ma'an. Lahu kitab Ghayatul Amani fi ar-Radd ala an-Nabhani, kitabu chake hicho. Na ala fikra, huyu Nu'man ambaye kwamba ni mtoto wa Imam al-Alusi al-Mufassir al-Kabir al-Baghdadi, hadha ndio mtu mwanzo aloichapisha tafsiri ya babake Ruhul al-Ma'ani. Lakini lilasafi shadid alichapisha kwa mrengo wa Kiwahabi, kwa maana zile sehemu zote ambazo kwamba babake alikuwa amewapinga mawahabi, amepinga itikadi ya tajsim na tashbihi ambayo kwamba ndio itikadi ya mawahabi, zote zile alizikata. Kwa hivyo alichakachua tafsiri ya babake, akapotosha, akaichapisha tafsiri ya babake aliyokuwa imepotoshwa na ikasambaa taban. Lakini walillahi alhamdu wal minna, na jambo hili al-Imam al-Kauthari alikuwa kashawahi kuliashiria. Lakini kwa bahati nzuri al-Imam al-Alusi wakati wa uhai wake aliandika tafsiri hii, akampelekea zawadi mmoja katika ufalme wa ad-Dawlatul Uthmania Uturuki, na ile nuskha ambayo kwamba alimpelekea ikahifadhiwa kule katika makhtutati za Uturuki. Ndipo ulama walipoona mwana wa Alusi ameichapisha hii tafsiri ya babake, ameipotosha, ndipo wakaifanyia tahqiqi ile na wakaichapisha. Na hili pia tumeliishiria katika kitabu chetu Al-Quhh al-Mukhadharab Sharh Nadhmi Muthallath Qutrub. 28 Abdurrahman al-Muallimi al-Yamani lahu kitab التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل, يعني كمرد الإمام الكوثري. 29 المعلمي معروف يلقوا يشغلش لما بحديثي سان. القنوجي صديق حسن خاني البهوبالي القنوجي كان في بلاد الهند, مهندي وهابي كوبا. أتبع للشوكاني من ظله, alikuwa yomfuata kwa kweli Shawkani kuliko kivuli chake kinavomfuata. Huu ni mfano utolewa katika lugha Arabu, utolewa huwa atba'u lahu min dhilli mathalan. Huyo yani ikiwa mtu anamlazimu, anamuandama sana mtu katika fikra zake na kauli zake, anambia huyu mtu amuandama kweli kuliko kivuli chake, maana yake ni mubalagha. 30 ni Hamd bin Nasir bin Uthman al-Ma'mar an-Najdi lahu kitab ar-Radd ala al-Quburiyin. 31 عفوا أحمد بن إبراهيم بن عيسى الحنبلي نجدي له كتاب أنا كتاب رد شبهات المستعينين بغير الله. 30 نبيلي جمال الدين القاسمي الدمشقي له كتاب إصلاح المساجد من البدع والعوائد. جمال الدين القاسمي معروف. 30 تاتو محمد خليل هراش المصري له كتاب أنا كتاب شرح العقيدة الواسطية وكتاب الحركة الوهابية. 34 عبد الرزاق عفيفي تعاون هو alisaidiana yeye والمعلم na huyo المعلم aliyotaja hapo juu al-Yamani fi ar-Radd ala al-Kauthari, katika kumradi al-Imam al-Kauthari. Wa kana fadhal lisan, kwa ni mtu ana maneno mazito jiddan sana, maneno magumu, kwa ni jitu lugha zake mbovu. 35 ni Muhibbuddin al-Khatibi Dimashqi Nasibi, adui mkubwa ahlul bait. Amekufa mwaka 1389 Hijria, 1969 Miladia. Istakhadamahu al-Wahabiyun, mawahabi walimtumia fi ar-Radd ala al-Shia, katika kuwaradi mashia, wa ma yamutu li ahli al-bait, na katika kuyaradi yale mambo yenye kufungamana ahlul bait. Maana wadui wao mkubwa si na Shia, wadui wao mkubwa na ahlul bait.
علق على كتاب العواصم والقواسم الكتيلة تعليق كتاب العواصم والقواسم لابن العربي المالكي وشان الكتاب أنا alikichafua kweli kitabu بتعليقات وزيل التعليقات كومنت نقلها الجزنكولو من منهاج السنة kutoka كتاب منهاج السنة لابن تيمية ابن تيمية وهو رجل خطير جدا نمت hatari sana في الفكر الذي يحمله katika fikra alikuwa amesbeba. و36 أحمد شاكر ni أحمد شاكر معروف أنا شرحي على كتاب كلا الباعث والحثيث معروف أحمد شاكر مصري ni Misri tawala al-qadha alichukua au alitawalia cheo cha ukadhi Misri. Amekufa mwaka 1958. lahu iddatu taaliq ana taaliqat nyingi wa tahqiqat na ana tahqiqat nyingi ala turath juu ya turath al-islami. minha miongoni mwa taaliqat zake taaliqun ala kitab ar-risala ana taaliqat juu ya kitabu ar-risala al-imam Shafi'i ولكنه ناسبي مجسم. 37 حامد الفقي رئيس جيزي kubwa hili tushawahi kubainisha طبعا بالادله رئيس جماعه انصار السنه ambaye kama ndio rais wa jamaa ansari sunna fi Misra huko Misri fi awail alqarn almadhi mwanzo wa karne iliyopita. Huwa zamil Ahmad Shakir na ni mwanzani wake ni rafiki wa Ahmad Shakir. wakataba fihi akhir al-amri Ahmad Shakir mwisho wa siku Ahmad Shakir alimwandikia kitaban saghira al-hajm kitabu kidogo. fadhahahu fihi alimfedhehesha kwa ndani yake. samahu alikita baini wa baina Sheikh Hamid wa Hamid al-Faqi na Hamid al-Faqi kana raisa jamaat ansari sunna fi Misr alikuwa ndo rais wa jamaat ansari sunna ndio muasisi طبعا wa ansari sunna kikundi kichama cha ansari sunna. 38 ni Muhammad Nasif Muhammad bin Hussein Nasif من أهل جدة katika watu wa Jidda في الحجاز huko Hijazi Saudia. wakana mumawilan kabira lilwahabia alikuwa ni mtu mkubwa sana na wapa fedha mawahabi fi Misra huko Misri wa Saudia na Saudia wal Hijaz ni Hijaz wama haulaha na miji iliyozunguka miji hiyo. ذكر بعض ذلك ametaja baadhi ya hayo al-Allama al-Kauthari fi awwal kitabihi katika mwanzo wa kitabu chake at-Tarhib binaqli at-Ta'nib afwan. 39 عبد الله القصيم النجدي لعله توفي قريبا في مصر huenda amekufa hivi karibuni huko Misri baada an tabarra minhu alwahabiyuna baada ya mawahabi kujitakasa na yeye yani baada ya mawahabi kumkataa bisababi alhadi kwa sababu ya upagani wake. na lilasafi shadidi watu wengi waliobeba fikra hizi hasa katika huko nchi za Ghuba na Uarabuni wingi fikra za wahabi ziliwapelekea katika ilhadi yani upagani. فإنه ألف كتابا حقيقة aliandika kitabu samahu alikita al-kaunu yuhakimu al-ilaha subhanallah wa kitabu hadhihi al-aghlal a'udhu billah. وكان قبل ذلك na alikuwa kabla ya kuwa mpagani qad sannafa kitaba alikaandika kitabu al-buruq an-najdiyya fi iktisahi dhulumat ad-dujawiyya tabahu al-wahabiyya qadiman mawahabi walikichapa kitambo wala yazaluna yatba'unahum na bado wanaendelea kukichapa wayanshurunahu na kukitawanya. Al-Albani wa jamaatul muqarrabun tunakuja kwa Albani na watu wake wa karibu. wa 40 ni Al-Albani Muhammad Nasiruddin ibn Nuh Al-Albani amekufa mwaka 1999 rasu hirbat al-wahabin ambao kama ndo kichwa cha fumo la mawahabi as-salafiyin mawahabi fi hadha zaman katika zama hizi wa imamuhum na ndio imamu wao wa marji'uhum na ndio marejeo yao fi al-hadith katika hadith وله احترام كبير na heshima kubwa عندهم kwa mawahabi wala muallafatun kathira na vitabu vingi. و41 ni Zuhair al-Shawish ad-Dimashqi صاحب المكتب الإسلامي من kampuni ya المكتب الإسلامي الذي ambaye kwamba nashara aghlaba kutub al-wahabiyya alosambaza aghlabu ya vitabu vya mawahabi wa salafia na masalafi fi hadha al-asr katika zama hizi. huwa tilmidhu al-Albani na mwanafunzi al-Albani illa annahu isipokuwa yeye Shawishi jara bainahu baina al-Albani kulitokea baina yake na Albani fi akhir umri al-Albani mwisho umri wa Albani nizaa'un shadidun ulitokea mzozo na ugomvi mkubwa baina ya Shawish na Albani. ورفع كل منهما على صاحبه قضايا في المحاكم النظامية na kila mmoja akampelekea mashtaka mwenzake katika
mahakama za kiserikali liajili tanazo, kwa ajili ya kuzozana fi huquqi tabi alkutubi, katika haki za kuchapa vitabu, wa iradatiha almaliya, na zile faida zake za kifedha, yani faida zinazorudi baada ya kuchapisha vitabu. Na mara nyingi mizozo yao ni hivyo tu. Kiangalia hapa kulikuwa kuna Qasim Mafuta na sahibi yake na mlezi wake na mfadhili wake Albani, nani yule mzee wa Tanga yule, nani, Barahiani ni mfadhili na ni sahibi wa Qasim Mafuta toka kitambo, lakini walikuja wakakhtalifiana, wakatofautiana, wakashtakiana kwa ajili ya fedha. Hawajaanza wao, kina Albani ndo wala sisi wa haya. Wa 42 ni Muhammad Nasib al-Rifai al-Halabi, kufa mwaka 1413 Hijria, fil Urdun, alikuwa huyu kwa Jordan. Kana yadai annahu muassis ad-da'wati salafiyya, alikuwa anadai kwamba ni muasisi wa dawa salafia, wa khadimuha, na ndio mtumishi wake, fi madinati Halab, katika mji wa Halab huko Damascus, wapi huko Syria. Sahib al-Albaniya, alisuhubiana Albani miaka 25 25 aman, miaka 25. Thumma tanahza maahu, kisha wakazozana naye, ila an wasala al-amru bihima, mpaka jambo hilo ugomvi likawafikisha, ayarmia kullu minhum al-akhara bishirki, kumtuhumu kila mmoja, kumtuhumu mwenzake ushirikina, walibtidai, na kumtuhumu mwenzake kwamba ni mtu wa bid'a. Wakataba raddan ala al-Albani, na akaandika raddi ya kumradi Albani, samahu aliita nawalul muna fi ithbati ismati ummahati wa azwaji al-anbiya'i min az-zina, wa amma salata al-janazati alayhi, na aliongoza swala ya jeneza yake zamiluhu al-Albani, rafiki yake Albani, lahu kitab, ana kitabu at-tawassul ila haqiqati at-tawassul wa ghayru dhalik. Taban ugomvi wa Muhammad Nasib al-Rifai na sahiba yake Albani ulianza katika kadhia ya Albani asema kwamba wake wa mitume waweza kuzini. Sote tufahamu kwamba aqidatul muslimin, itikadi ya Uislamu ni kwamba wake wa mitume alayhi salatu wasalam ni maasumatu min az-zina. Albani asema la, ghairu maasumat min az-zina. Wanafunzi wake ndio wakaandika kitabu Nawalul Muna fi ithbati ismati ummahati wa azwaji al-anbiya min az-zina. Taban haki ilikuwa iko pamoja na Sheikh Muhammad Nasib al-Rifai, lakini Albani akafanya kiburi, akafanya gogi, hajataraja ya kuja katika haki, ndipo yakatokea hayo. Wa 43 Muhammad Eid Abbas, lahu kitab, ana kitabu bid'atu at-ta'assub al-madhhabi, wa kitabu at-tawassul anwa'uhu wa ahkamuhu, wa kitabu ad-da'watu salafiyya wa mawqifuha min al-harakat al-ukhra. Wa 44 ni Mahmud Muhdi al-Istanbuli, rafiki yake Albani pia huyu, min talamidhi al-Albani, katika wanafunzi Albani, wa zumalao, na marafiki zake, wa huwa karibu al-umri minhu, na umri wake ulikuwa karibu sana Albani. La yazalu fima ala muhayyan, bado yuko hai. Tabani wakati anaandika kitabu, sasa hivi amekufa. Kataba raddan ala al-Albani, aliandika raddi kwa Albani, li khilafin waqa bainahuma, kwa sababu ikhtilafu iliyotokea baina yao wawili. Samahu alikita khitabun maftuhun ila Sheikh Nasir. Hakadha alwahabiyatu fi aljazira alarabiyya, mawahabi katika kisiwa cha Arabuni. Wa 45 ni Ibn Baz, Abdul Aziz bin Baz an-Najdi. Abdul Aziz ibn Baz an-Najdi tuwafia qariban, amekufa karibuni. Taban wakati alipoandika kitabu, lakini kwa sasa ni miaka mingi. Taban al-mufti sabiq, ambaye kwamba alikuwa ni mufti wa kitambo wa Saudia, wa raisu, na ni rais wa idara hay'ati al-buhuth wa da'wat wal irshad, lahu iddatu rasail, ana risala nyingi ameziandika, minha miongoni mwazo at-tahdhiru min al-bid'a. Wa 46 ni at-Tuwaijiri, Hamud bin Abdullah bin Hamud at-Tuwaijiri, tuwafia qariban, amekufa karibuni. Taban kwa wakati alipoandika kitabu, lakini kwa sasa imekuwa ni kitambo. Lahu kitabu, na kitabu aqidatu ahli al-iman fi khalqi adam ala surati ar-rahman. Angalia anwani za vitabu vao tu zinaonyesha kwamba hawa watu itikadi zao ni za namna gani. Wa kitabu, na kitabu ithbatu uluwi llahi mubayanatuhu li khalqi, wal iyadh billah. Wa 47 ni Hamad al-Ansari, Hamad bin Muhammad al-Ansari, tuwafia qariban, lahu iddatu rasail, ana risala nyingi, minha miongoni mwavyo kashfu satri amma warada fi safari ila al-qabri. Wa 48 ni Abu Bakr Jabir al-Jazairi, tuwafia qariban,
له كتاب عقيدة المسلم وكتاب كتاب وجاءوا يركضون مهلا يا دعاة الضلالة. أبو بكر جابر الجزائري من أعداء الحق من أعداء التصوف katika maadui wa tasawuf, katika maadui wa aqida ya sawa, dhalun mudhillun. Alikuwa yupo nafikiri Jamiatul Islamia Madina, na ni katika watu waliotumika na mawahabi kuzunguka katika miji yetu hii kukusanya vijana na kuwapeleka Saudia kwenda kusomea uwahabi. Alikuja hata Tanzania fima adhkur. Wa 49 ni Ibn Uthaymin, Muhammad bin Salih al-Uthaymin, tuufia qariban, taban amekufa kitambo sasa. Lahu iddatu kutub, ana vitabu vingi, minha miongoni mwavyo Alqawaid almuthla fi sifati Allah wa asma'i alhusna. Ilikuwa potoshaji kubwa ilizee Ibn Uthaymin. 50 Abdullah bin Saad al-Ghamidi, lahu kitabu al-aqta' al-asasiyya fi al-aqidati wa tawhid al-uluhiyya min kitab Fath al-Bari. Angalia anwani zao kwa hazina adabu. Wa 51 ni Ali al-Fuqihi, Ali ibn Muhammad Nasir al-Fuqihi, lahu kitabu na kitabu kinaitwa al-Fath al-Mubin wa idda tahqiqat, ana tahqiqat nyingi ala kutub at-tauhid, juu vitabu vya tauhid. Wa 52 ni Abdullah Muhammad ad-Duwaishi, tuufia min qaribin, amekufa karibuni, shaban halikuwa ni kijana. Lahu kitabu ana kitabu al-Mawrid az-Zulal fi tanbih ala akhta' adh-dhilal. Wa wahabi, alikuwa ni muwahabi mutaassib jiddan, ana taassub kweli. Wala yanzur lil akharin, wala hatizami wengine, illa annahum mushrikina, isipokuwa anaona ni washirikina, mubtada ni watu wa bid'a. Ntaba ndo mawahabi wote wako hivyo. 53 na Dr. Rabi bin Hadi al-Madkhali, ahadu ruusi al-Wahabiyya, moja katika viongozi wa kiwahabi al-kibar wakubwa fi al-Madinah al-Munawwara, huko Madina Munawwara. Wa 54 ni Dr. Saleh bin Fawzan bin Abdullah al-Fawzan min hay'ati kibar al-ulama, katika jopo la ulama wakubwa fi idarati hay'ati al-buhuth, katika kuongoza idara ya jopo la tafiti wal iftaa na fatwa Saudia taban, na sasa taban ndo mufti mzee hovyo kabisa, na tulieleza maneno yake juzi ya kuwakufurisha masufi. Wala huradduna ala kitabi salafia, ana kitabu ameradi kitabu salafia li Dr. al-Buti cha Dr. Muhammad Said Ramadhan al-Buti rahimahullah. Taban Salih al-Fawzan ni katika watu ambao kwamba takfiriyun, katika ukufurishaji wakubwa, na lilasafi shadid mawahabi wingi wamechukua aqida hii ya takfir kutoka kwake. Naomba mfungulie pazia. Mawahabi wingi wamechukua aqida ya tajsim kutoka kwake, na aqida ya kuwadharau watu na kuwakufurisha imatul muslimin lilasafi shadid. الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان. و55 ni Abu Bakr Abu Zaid, الدكتور بكر أبو زيد، الدكتور بكر عبد الله أبو زيد في مجمع الفقه الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي، له عدة كتب أنا بتفينج منها من مافو ابن قيم الجوزية وهجر المبتدع وحكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية. هي فوتي في بكر أبو زيد، ناي معروف. كان يمول أناسا في بلدان شتى، alikuwa akiwapa fedha watu wengi katika miji mingi, hasatan asasa min alshabab, katika vijana, likitabati rududi, kwa ajili ya kuandika raddi ala sufia, kwa masufi, wa ahli almadhahib, na watu wa madhehebu, wa ulamai ahli albayt. Wa ya'muruhum, na akiwaamrisha binashri alfikri alwahabi, kusambaza fikra za mawahabi salafi za kisalafi. وهو رجل خطير جدا، يعني mtu khatari sana، وتوفي قريبا، amekufa hivi karibuni. و56 ni Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan Ali Sheikh, له كتاب القول المبين في التحذير من كتاب إحياء علوم الدين. و57 عبد الله بن سليمان بن منيع أو منيع، له كتابه حوار مع المالكي في الرد منكرات وضلالات. طبعا كتابه ما عندكم رد الشيخ حسن بن فرحان المالكي، وأنى له ذلك. و58 عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدري، له كتاب القول السديد في الرد على من أنكر التوحيد، فيما أظن ni mwalimu الجامعة الإسلامية مدينة.
chuo chao cha mawahabi cha Madina. Wa 59 ni Abdul Karim bin Salih Humeidi, lahu kitabu al-Ithaf bi aqidat al-Islam. Wa 60 ni Abdurrahman bin Yusuf bin Abdurrahman bin Muhammad al-Rahma, lahu kitabu al-Sawaiq wa Shuhab al-Marmiya. Wa 61 Suleiman bin Nasir al-Ulwani, lahu kitabu al-Kashaf an Dalalat al-Saqaf. Wa 52 ni Abdul Salam bin Barjis bin Nasir al Abdul Karim, lahu kitab Ar-Raddu ala al-Quburiyin, ana kitab kinaitwa Ar-Raddu ala al-Quburiyin Shifau Suduri fi Ar-Raddi ala al-Jawab al-Mashkur. Wa 63 ni Ibrahim al-Suleimani al-Jabhan, lahu kitab ana kitab Tabdidu al-Dhalam wa Tanbihu al-Niyam wa kutubun ukhra na vitabu vingine. Wa 64 ni Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki, lahu kitab ana kitab Mujmalu i'tiqadi a'immati as-Salaf wa qad dafa mabaligha ta'ila, na hili jitu lilitoa mapesa mingi, liyudha asmuhu, ili wekwe jina lake, ala aghlifati kathiri min alkutub, katika magamba ya vitabu vingi, ala annahu muhaqqiquha, ikionyesha kwamba ndio muhakiki wake, walaysa lahu fiha ayu amal, halikuwa hana kazi yote katika vitabu. Nazo ni katika njia za kujitangaza mawahabi, huwa watoa pesa ili liandikwe jina lake katika kitabu kwamba ndio wale kihakiki. Ghushi taban. 65 ni Abdullah al-Ghunayman, rais qism al-aqida, rais wa kitivo cha aqida fi al-Jami'ah al-Islamiyya fi al-Madinah al-Munawwara. Wa 66 ni Dr. Safar bin Abdurrahman al-Hawali, kana rais qism al-aqida, alikuwa ni rais wa kitivo cha aqida bi Jami'at al-Qura, lahu kitabana kitab Manhajul Ashaira fi al-Aqida. Taban al-Imam Hasan al-Saqaf pia radda ala hadha ar-rajul, alimraddi huyu bwana Safar al-Hawali, fima adhkuru sasa hivi limefungwa hili, awazee huko jela. 67 ni Khalid bin Muhammad al-Ambari, kataba kutuban, ameandika vitabu bidifai yani al-Albani, kumtetea Albani, wal aqidat al-Wahabiyya, kutetea itikadi ya Kiwahabi. Wa 68 Farih bin Salih al-Bahluli. Wa 69 Muhammad bin Saif al-Ajami, lahu kitab Ar-Radd ala al-Sabuni, na kitabu hicho. Wa 70 ni Abdullah Sabti al-Dhahir, annahu kuwaitiyun au khalijiyun, navyoonyesha ni mtu wa Kuwait au mtu wa Khaliji, lahu kitabu Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Wa 71 ni Muhammad bin Hamad al-Hamudi, muhaqqiq wa iddat kutub, muhakiki wa vitabu vingi, minha miongoni mwavyo kitabu al-Arsh li Ibn Abi Shayba al-Mujassim. Wa 72 ni Usama Tawfiq al-Qassas, lahu kitabu na kitabu Ithbatu uluwi Allahi ala khalqihi والرد على المخالفين مطبوع في جزئين, kimechapwa katika mujallad 2. Jamaatun min buldan mukhtalifa, magrupu ya mawahabi katika miji tofauti tofauti. Wa 67 ni Muqbil bin Hadi al-Wadi'i al-Yamani, mtu wa Yaman, halaka qariban, ameangamia hivi karibu, likufa tawa, ndio sema wakati akiandika kitabu fi sayfi sana 2001, amekufa katika kiangazi cha mwaka 2001 miladia. Lahu iddatu rasail, na risala nyingi ameziandika, minha miongoni mwazo Al-Qawlu Mubin fi bayani fadhaihil mudhabdhabin. Yuhabi hili lilikuwa Yemen, na kama tulivyoeleza katika durusi zetu kwamba huyo mzee alikuwa ni gaidi wa kimataifa. Wa 74 Abdul Badi Saqri, lahu kitab Naqdul Burda, na kitab Naqdul Burda. Wa 75 ni Amr Abdul Mun'im Misriyun, lahu kitab Difa'an an as-Salafiyya. Wa 76 ni Muhammad Jamil Zainu al-Halabi, muqimun fi Makkah, anaishi Makkah, lahu kitab Tawjihatun Islamiyya. Na huyu Muhammad bin Jamil Zainu ni katika mawahabi ambao kwamba sasa hivi wanaandika vijijarida au vijitabu vidogo vidogo vingi katika kueleza akida zao za mawahabi, na lilasafi shadidi vimesambazwa sana katika miji yetu, na baadhi ya watu wazifundisha katika maraki zao. Tahadharini sana huyu bwana Muhammad Jamil Zainu, ni wahabi mujassim kabir dalun mudhil, ihdharu minhu. Wa 77 ni Abdurrahman Damashqiya Lubnaniyu, ni mtu wa Lebanoni, muqimun fi Makkah, anaishi Makkah au Riyadh, au anaishi Riyadh Saudia. Wa 78 ni Abu Abdullah Mahmud bin Muhammad al-Haddad Misriyun, ni Misri huyu, shadidul waqaha, hana haya kabisa, muhaqqiq wa iddat kutub, amehakiki vitabu vingi. Yadhau ala aghlifatiha, anaandika katika magamba yake, annahu mauludun sana, kwamba amezaliwa mwaka 1374, kwamba amezaliwa mwaka 1374 Hijria. Takaffalahu al-Wahabiyun, walimfadhili ya mawahabi, warabauhu, na wakamlea, wakramuhu, na wakamkirimu kwa sababu ya kutumikia ajenda zao.
79 ni Dr. Asim bin Abdullah al-Qaryuti, Urduni, ni mtu wa Jordan huyo. Muqimun, anaishi fima yadhhar fi Riyadh, anaishi Riyadh Saudia. Lahu kitabu jahalatun khatira fi qadaya i'tiqadiyya kathira. و80 ni Abdurrahman Abdul Khaliq, kana muqiman fi al-Kuwait, alikuwa yuishi Kuwait. Lahu kitabu Fadaihu Sufia. و81 ni Abu Ishaq al-Huwaini, jina lake ni Hijazi Muhammad Sharif al-Misri, ni Misri. Shadidu waqaha, taban huyo amekufa karibuni. Ilikuwa halina haya kabisa ile jizo katika kuwatukana ulama. Lahu iddat kutub, ana vitabu vingi. Wa ta'liqatun, na ta'liqat nyingi. Minha, miongoni mwazo nahyu suhba an nuzuli birrukba. و82 ni Abu Qatada Umar Mahmud Abu Umar, salafiyun, ni msalafi. Lajiun siyasiyun, ni mkimbizi wa siasa. Fi Britania, yuko huko Uingereza. Wahu urduniyul asl, asili yake ni Mjordan. Lahu kitabu Ar-Radd ala al-Bayjuri fi sharhi Jawhar at-Tawhid. As-salafiyuna fi al-Urdun, masalafi Jordan. و82 ni Abdurrauf al-Abushi fi madinati Zarqa, yupo katika mji unaitwa Zarqa, tufiya qariban. و80 ni Yusuf al-Barqawi, tufiya qariban fi madinati Zarqa, amekufa hivi karibuni katika mji unaitwa Zarqa. Lahu kitabu Awahabiyatun am kitabun wa sunna. و85 ni Muhammad Ibrahim Shaqara, lahu iddatu rasail, ana risala nyingi. Minha, miongoni mwazo Irshadu Sari ila ibadati al-Bari. و86 ni Dr. Umar Suleiman al-Ashqar, mudarrisun fi al-Jamia, ni mwalimu katika al-Jamia huko Urdun. Wahu min al-ikhwan, katika ikhwan muslimin aidan vile vile. Wayuhawil, anajaribu sana bikuli juhdi, kwa juhudi zake zote, an yudkhila fihim al-aqidata al-wahabiyya, awaingizie ikhwan muslimin wa Jordan itikadi ya kiwahabi. Wayarsakhaha indahum, na zikitishe, yani ziwekee mizizi kwa wao. و87 ni Dr. Ahmad al-Uwaisha, mudarrisun fi al-Jamia, mwalimu katika jamia. و88 ni Ali Hassan al-Halabi, huyo amekufa naye. Lahu iddat kutub, ana vitabu vingi. Fi al-fikr al-wahabi, alikimbia mijadala mingi na Maulana Saqaf, ana vitabu vingi katika fikra za Wahabi. Wa kana min aqrabi awani al-Albani ilayhi, ilikuwa ni katika wasaidizi wa karibu sana wa Albani. و89 ni Salim al-Hilali, lahu rasailu kathira, ana risala nyingi. Minha, miongoni mwazo risalatun fi hadith al-Jariya. و90 ni Mashhur Hasan Salman, lahu iddatu muallafat, ana vitabu vingi. و91 na Dr. Marwan al-Qaisi, Jamiatul Yarmouk, ni mwalimu wa Jamiatul Yarmouk Jordan. Lahu kitabu, na kitabu Maalimul Huda ila fahmi al-Islam, wahuwa kitabun hazilun jiddan, kitabu dhaifu sana. و92 Dr. Awad Mansur, doktorun, huyu ni dokta lam yadris sharia, hata yasoma hata sharia wa Islam. Lahu kitabu Ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa, na kitabu Ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa fi akhtaun kathira, kina makosa mingi kweli kweli. و93 ni Dr. Muhammad Ahmed al-Khatib, ahadu al-mudarrisina, mmoja katika walimu fi kulliyati sharia, katika kulliyatu sharia fi al-Jamia. Muradi Shukri, huyu Muradi Shukri. و94 huyu sahibu kitabu, na kitabu kinaitwa Dafu Shubahi al-Ghawiyya an Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, imamu masjid, huyu ni imamu wa msikiti huko Jordan. و95 ni Hussein al-Uwaisha, sahib kitab al-Qabru adhabuhu wa na'imuhu. و96 na Sheikh Abdul Qadir Arnaut min Dimashq, huyu alitokea kwa Damascus, tuwafia qariban. Wahu min duati, ni katika ulinganizi la fikri salafi hunaka, katika fikra za usalafi huko. Lahu ta'liqatun, na ta'liqat wa tahqiqatun kathira, na uhakika vitabu vingi. Qama bitahrifi kitabi al-adhkari, alikichakachua na kupotosha kitabu cha adhkar lilimam an-Nawawi, katika cha Imam an-Nawawi, fi fasli ziyarat sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, katika fasli uhusiana na ziara ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa baada kashfi al-qadiyya, na baada ya kufunuliwa na kuweka wazi kadhia hii aliyoifanya. Zama, alidai anna hadha laysa amaluhu, kwamba kazi hii ya kuchakachua kitabu hajafanya yeye, hali ya kuwa katika gamba imeandikwa ndio muhakiki wake, bal huwa amalu Darul Huda fi Riyadh. Akasema hii ni kazi ya kampuni ya Darul Huda iliyoko huko Riyadh, iliyoko chini ya hayatu idarat al-buhuth ya mawahabi taban. Waada taba al-kitabi maratan ukhra, akarudia kuchapisha kitabu hiki mara nyingine, una tahrifi basi na kukichakachua. Walakin, lakini alaqa, alitia ta'liq ala mas'alati ziyarat al-Habib Mustafa sallallahu alayhi wasallam bil inkar, kwa kuyapinga.
kukuonyesha kwamba hata ile kazi ya mwanzo fima yadhhar ni yeye alifanya ya kuchakachua kitabu al-Adhkar, lakini baada ya kuona watu wamemjia juu, watu wamemradi kadha kadha, ndo akaandika barua kwamba mimi sijafanya hivyo. Mbona ulipokichapisha mara ya pili ukatia taalikati, umerejesha ile maneno lakini ukatia taaliki chini ya kuyapinga, kuonyesha kwamba kazi ile ya mwanzo uliyofanya wewe lakini imefeli, umekuja na plan B. Wa hadha ghaidhun min faidhin, hiki ni kichache katika vingi tunavyofahamu kuhusu hawa mabwana. Wa hunaka fi anha'i al-alami ashkhasun akharin, au katika pembe za ulimwengu kuna watu wengine, yumkin li ayi qari, inawezekana kwa kila msomaji, baada tahaqquq min afkarihim, baada ya kujiridhisha na fikra zao, wa aqidatihim, na itikadi zao, an yudrijahum fi hadhihi al-qa'ima, aongeze katika listi hii, liya'lama al-muslimuna, ili wawafahamu waislamu, walmuhtamuna, na wenye kufuatilia kwa umuhimu, fi hadha al-amri, katika jambo hili, bitarajumi, uweze kufahamu historia zao. Taban kwa hapa kwetu sisi tulieleza, wapo kina Qasim Mafuta Wapongwe, wapo kina Barahiani wa Tanga mjini, wapo kina Nuruddin Kishki, wapo kina Abdul Qadir, wapo kina Tohabane, wapo walikuwa kwa kina Jumapoli, kina Mzee Mnenge, kina Muharram Doga na wengine. Hao wote ni aimmatul dhalal, ni maimamu upotevu. Tohabane yuko mpaka sasa hivi na hao wengine bado wako hai. Ihdharu minhum, tahdharin nao. Na tulieleza wana television zao, TV Imani ni ya kwao, kazi yake ni kupotosha Uislamu. Radio Imani, nini ile, Mahasin TV, African TV, Kishki TV, zote hizo channel za kupotosha watu, ni runinga ambazo kwamba za kufaa kususiwa na kuachia wenyewe, na sisi supportiwe, kwa sababu ukizisupport utakuwa na support uovu, utakuwa na support upotoshaji, na wewe utakuwa na madhambi katika hilo. Allahu yaqulu al-haqqa wa huwa yahdi bis-sabil. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Hadha, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa ila al-liqa.